Kuna changamoto au shida mbalimbali ambazo watu wanapitia. Sasa kuna maswali kadhaa, wewe kama mtaalamu wa afya na umespecialize kwenye issue hizo, ningependa kukuuliza hivi unahisi ni kwa nini watu wengi sasa hivi, vijana wengi wadogo wanakutana na changamoto za vifo vya ghafla, vifo vinatokea bila kutegemea katika age ndogo, katika umri mdogo. Unahisi wewe kama mtaalamu wa afya hiyo inasababishwa na nini? Kwanza nipende kujibu kwamba hakuna kifo cha ghafla. Hii ni theology tu imekuwa ikizungumzwa na watu mbalimbali kwamba kifo cha ghafla, wengine mipango ya Mungu, wengine magonjwa nini, lakini katika uhalisia hakuna kifo cha ghafla. Ziko sifa 7 zinazoweza kufanya kiumbe kiwe kiumbe hai, kiumbe chochote. Ziko sifa takriban 7, lakini kwa sababu swali limebezi kwenye kifo cha ghafla, mimi nitaondoka na sifa moja ambayo ndio source ya hicho mnachoita kifo cha ghafla. Moja kati ya sifa ni sensitivity. Hii ni natural characteristics ambayo mwanadamu anakuwa nayo, anazaliwa nayo. Upungufu au inapotoweka ndio inasababisha hicho mnaita kifo cha ghafla. Lakini katika uhalisia ni kwamba mwanadamu anapaswa kufariki pale ambapo yeye mwenyewe anajisikia amechoka, anajisikia kwamba anahitaji kuchange physical reality kwenda kwenye mfumo mwingine wa mwili. Anaruhusu mwenyewe, na wengine wanaweza kukwambia fanya 1 2 3 ili niweze kupumzika, niweze kuchange. Kwa hiyo ile hali ya kusema kwamba amefariki ghafla inasababishwa na upotevu au upungufu wa sifa inaitwa sensitivity. Sifa hii inaweza ikapungua kwenye mwili wa mwanadamu au ikatoweka kabisa. Sensitivity ni sifa ambayo inamfanya mwanadamu kudetect kitu ambacho kinaweza kikatokea mbele kabla hakijatokea. Sasa inavyopungua au inavyotoweka inamuondolea mwanadamu uwezo wa kudetect dangerous situations. Kwa mfano, anapovuka barabara au anapotembea kwenye msitu kukiwa kuna kiumbe hatari, tuseme mfano labda nyoka. Hii sifa inatoa notification kabla ile hatari haijamkumba mtu kwamba ulipo kuna kiumbe hatari, kwa hiyo take position. Kwa hiyo ana take position. Unaweza ukajaribu kuangalia kwamba kwa mtu ambaye anasifaia hapa, kikipita kiumbe hatari huwa anahisi kabla hata hajakiona kwamba kuna kiumbe hatari kinapita yale maeneo, na anapokuja kufanya ile vision ya macho unakuta sasa anaona kumbe alikuwa ni nyoka. Lakini pia barabarani, mtu anapovuka barabara, kama hii sifa imepungua, anaweza akakumbwa na hatari ya kugongwa na gari kwa sababu hawezi kusense dangerous. Kwa hiyo upungufu wa hii sifa ndio unasababisha vifo mnaita vya bahati mbaya au ghafla. Sasa ipo kodi maalum ambayo mtu ukiona umepoteza sifa hii hapa, naweza nikakumbuka kuna bodaboda mmoja aliaga familia yake asubuhi kwamba anaenda kazini, ilikuwa mida ya saa 1. Nafikiri picha nilikuonyesha na zile video nilikuonyesha wakati anaaga. Lakini ameondoka saa 1, saa 3 taarifa zimekuja kwamba amefariki kwa kugongwa na gari, na mambo yakawa mengi, mipango ya Mungu na majirani, uchawi na nini, lakini walisia ni kwamba alikuwa na upungufu wa sifa ambayo ni sensitivity syndrome. Kwa hiyo sifa hii kwa mwanadamu inapotoweka au inapokuwa imepungua, iko namna ya kurudisha. Iko namna ya kurudisha sifa hii, na namna ya kurudisha hii sifa inatoka kwenye mimea na wadudu fulani ambao maelekezo yake yapo, na formula za kutransform hiyo sifa kutoka kwako kujiingizia mwanadamu pia ipo. Kwa hiyo iko hivyo, hakuna kifo cha bahati mbaya, ila mwanadamu mwenyewe ataamua kwamba anapaswa kupumzika katika age fulani. Wengi miaka 89, 90, 100 na kitu huwa wanaamua kupumzika wenyewe. Ukiwafuatilia wale wazee wa zamani, ukiwa interview watakwambia. Wengine wao wanaonyesha ni namna gani ya wao kupumzika. Kwa hiyo iko hivyo. Umezungumzia issue ya sensitivity syndrome ambao tumeona ni ugonjwa unaotokea unasababisha either lifespan ya mtu iweze kupungua. Sasa ningependa kujua au tufahamishe wewe kama mtaalamu wa afya kwa ugonjwa ili mtu aweze kuepukana nao, anahitaji afanye mambo yapi? Maana kama unavyofahamu, kila mwanadamu anapenda apoteze uhai katika age ambayo yeye ametarajia. Na wewe umesema mtu anapoteza maisha. Sasa hivi vifo vingi vinatokea
watu kujitakia. Sasa ningependa kuuliza wewe mtaalamu kwamba ni mtu afanye njia zipi ili aweze kuongeza uwezo wake wa kuishi. Natoka tu kwenye maandiko mahala fulani hivi vifo vimekuwa vikisemwa kwamba ni mpango wa Mungu, lakini Mungu kwenye maandiko yake anasema uheshimu baba na mama upate siku nyingi za kuishi katika dunia. Hii inamaanisha hata yeye halizishwi wala si mhusika wa jambo hilo hapo. Anaposema uheshimu baba na mama, nafikiri wote tunaweza tukawa tunajua kwamba kuheshimu baba na mama ni kufanya nini. Wengi wamekuwa wakiexplain labda kusalimia, kusaidia, lakini kuheshimu baba na mama ni kutii katika chakula. Hii sifa inapungua pale ambapo balanced diet imekuwa dhaifu kwa mtu, imekuwa hafifu kwa mtu. Mtu anatumia vyakula ambavyo content zake na content za mwili haviendani. Yaani unakuta chakula ni protein, labda tuseme hybrid kuku, huyu ambaye ni hybrid ana protein, ana lipid, lakini zile lipid bondi zake na bondi za mwili havirelate. Kwa hiyo unapotumia vyakula kama hivi kwa muda mrefu, hii sifa inatoweka kwenye mwili. Kwa hiyo niseme kwa mtu ambaye sifa kama hii hapa imetoweka ndani ya mwili wake, ziko dalili ambazo nitazieleza zitakazo kufanya ujue kwamba hii sifa hauna au imetoweka au imekwisha kabisa. Na inapokuwa imekwisha kabisa, maana yake tunaweza tukawa tunaongea na wewe asubuhi na jioni zikaja taarifa zingine kwamba umepoteza uhai. Inawezekana kabisa. Dalili moja kuu ni pale ambapo utakuwa unakumbwa na misukosuko, yani hauihisi lakini unajikuta tu hali fulani imeshakukuta. Kwa mfano kujikwaa ni moja kati ya dalili ya kwamba sensitivity imepungua. Lakini pia kupata ajali kama kung'atwa na nyoka, kunusulika, kugongwa na magari njiani ni dalili tosha. Na pia kutokusensi kwa hizi tunaita hizi hair like structures kwenye ngozi ya mwanadamu. Hizi zina sensi mazingira ambayo ni hatari. Kwa hiyo kama hazisimami kwenye mazingira ambayo ni hatari, umepoteza sifa hii. Kwa hiyo sasa niseme kwa mtu ambaye amepoteza hii sifa, kuna mimea maalum ambazo ni protein. Nafikiri akija naweza nikamuelekeza kwa namba itakayokuwa inaonekana hapo. Nitamuelekeza namna ya kuextract, lakini pia kuna baadhi ya wanyama ambao wanyama hawa na mimea hii ina sensitivity kubwa, ambayo sensitivity yake ni sawasawa na sensitivity ya mwanadamu. Kwa hiyo tutakapokuonyesha namna ya kuchukua ile energy wewe mwenyewe, sio kwamba sisi tutakupatia dawa, wewe ndio utaenda kuchukua energy kwa wanyama hao na mimea hiyo, alafu utaitransform kuingia ndani ya mwili wako. Then utarudisha kile kiwango ndani ya siku 60 mpaka siku 50, utakuwa umecover utakuwa umecover hiyo sifa kwa kiwango fulani. Tutawasiliana na wewe pia kujua maendeleo yako.